Tunaarifiwa kwamba familia ya mhudumu wa bodaboda aliyepatikana amefariki katika kituo cha polisi cha Kawangware, Jack Leon Maloba, sasa inawataka maafisa wa IPOA na wale wa upelelezi kubaini kilichotokea. Hii inafuatia upasuaji wa mwili wake ulioonyesha alifariki kwa kukosa hewa baada ya kupatikana akining'inia kwenye seli ya polisi. Hata hivyo, shughuli hiyo haijabaini wazi iwapo alinyongwa au alijitia kitanzi, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Katika makafani ya Nairobi, jamaa, marafiki na wanaharakati walikita kambi mchana kutwa kwa shughuli ya upasuaji wa mwili wa Jack Leon Maloba, siku 5 baada ya kukamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha Kawangware na kupatikana akiwa amefariki, polisi wakidai alijinyonga kwa kutumia tishati yake. The postmortem has confirmed that there was asphyxiation. One thing they've ruled out as a tool used is a t-shirt. They said it must be something with a thinner width, but it can't be a t-shirt. So it could be a wire, it could be a shoestring, it could be anything else. Kando na swala la vazi lake kuzua maswali, uchunguzi huo pia ulikosa kuonyesha iwapo Maloba alijitia kitanzi au alinyongwa. Ile ripoti nasikia alitumia kamba ya kiatu kujinyonga. Najiuliza, kamba ya kiatu ukiunganisha kamba mbili uweke kwa shingo, upande juu unginenginie uzito ya mwanadamu na kamba. The doctors have not confirmed whether it was suicide or if it was a third party who was involved in this murder. What is clear is that it is not a t-shirt, which the police initially said is what he used to hang himself with. Familia sasa inataka IPOA na maafisa wa upelelezi kuhakikisha wanapata haki. Kifo ya Jackie, ule mwenye amejua ni Mungu. Sasa mimi napikania haki, hata kama alikuwa na makosa au kuashikwe tu kwa seli na kukufa saa hiyo. Hata heri walikuwa waseme ilikuwa saa 8 vile tulifungua mlango asubuhi tukapata kama amekufa. Wanaharakati wakimtaka Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kufunga kituo cha Kawangware hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.